Kwa ndo hivyo, yani wewe kwa tu na amani. Yani tukifika pale, umenielewa? Yuko wapi? Wewe. Yuko wapi? Yuko wapi? Nilikuwa naye hapa, ghafla Luka nipotea. Amepotea? Yaani mtu uko naye afu unasema amepotea? Sofia, are you serious? Shit! Huu ni uzembe. Hebu twende hivi. Amesema alikuwa anataka kuniua. Alikuwa anioni? Ndio, alikuwa kuoni. Alikuwa anioni? Sasa kwa nini alitaka kuniua? Nisikilize wewe, hautakiwi kuuliza maswali mengi. Unatakiwa kuhakikisha unaokoa nafsi yako. Yaani kimbia, maana anarudi haraka hapa. Shit! Sofia, huu ni uzembe ujue. Yaani inawezekanaje mtu tuna mpango wa kumuua na tayari tumeshamweka kwenye 18 zetu, tunasema amepotea. Inawezekanaje? Mimi nilikuwa naye hapa na amepotea, hata sielewi amepotea poteaje. Aha, Sofia, hii sio kweli. Yaani mtu anapoteaje hivi hivi kizembe? Amekuwa hela mtu anapotea? You're not serious, Sofia. Yaani haujui kabisa unachokifanya. Unatakiwa ujue kwamba tunapopoteza target, tunakuwa tumepata hasara kubwa sana. Na kosa kama hili haitakiwi kutokea, Sofia. Huyu mtu anatakiwa atafutwe na apatikane kwa namna yoyote ile. Huu ni uzembe ujue. What's goddamn shit? We mtoto, kuna dada fulani hivi tunamtafuta, ni mfupi mweupe hivi, tena anavaa nguo nyeupe. Hujamwona anapita hapa? Hapana, sijamwona huyo mtu. Una uhakika unachokizungumza? Ndio, mbona nimesha kujibu. Wewe Bisupu, unafanya nini hapa? Mimi nimetoka shule kwa sasa. Kwa hiyo ukitoka shule ndo unafikia mitaani? Hivi, nyie watoto wa mitaani, mnakuwa na shida gani? Kinachofanya zagazaga mtaani nini? Aya, potea hapa. Potea! Sikieni, hatuna muda wa kupoteza hapa, sawa? Twende tumtafute. Mjomba, mpumbavu mwenyewe ambaye alikuwa anamtafuta huyu hapa. We Kanoni, unamhitaji mke wangu mpumbavu lakini? Mjomba, ulivyokuja hapa nyumbani uliniambia kwamba lazima nimtafute Farida na nimlete hapa nyumbani. Nimepambana sana kumtafuta kila sehemu, nimeenda kila eneo ambalo nilitakiwa kumtafuta, nimepambana sana mjomba. Ndani ya siku 5 kama 6 hivi, sijui ni siku ngapi sasa. Sijui ni siku ngapi, maana hata nimeshasahau. Lakini Mungu kanisaidia. Nimempata kwa wakati. Na ndio maana hata wewe mwenyewe umerudi hapo umemkuta. Wewe Kanoni wewe. Wewe nani umemtafuta na ukamrejesha nyumbani? Unataka kusema nini wewe? Umejeta mwenyewe hapa nyumbani wewe? Sasa nyinyi, mbona mnanichanganya? Nimsikilize nani? Wewe unaongea, huyu anaongea. Nimsikilize nani kati yenu? Aya, niambia mke wangu Farida, ulikuwa wapi? Unafikiri mjomba anaweza kukujibu? Hawezi kukujibu huyu. Kwa sababu sehemu ambapo alikuwepo yeye ni paaibu sana mjomba. Hawezi kuzungumza. Na hapa kilichopo mjomba, kwa sababu umesha kuja, mimi naona jambo la msingi sasa hivi ni kufocus na namna ya kusaini kwake talaka. Aondoke kwenye maisha yangu kwa sababu umemkuta yuko, nimeshamleta nyumbani hapa. Asaini talaka zake tu aondoke. Tumalizane basi mjomba wangu. Ni saini talaka? Alafu nikisha saini talaka ndio inakuwa hii. Kanoni, tumeshaliongea hili jambo zaidi ya mara 2 si mara 3. Nimeshakwambia mimi talaka siwezi kusaini. Yaani siwezi kamwe. Yaani hilo sawa kabisa kuhusu mimi kusaini talaka. Kanoni, mbona Farida ni binti mzuri sana? Amekukosea nini? Kwa nini msikae mkayazungumza, mkayamaliza haya? Mjomba, mimi nimeshakwambia mazonge yote ambayo kayafanya Farida nayafahamu. Kwa hiyo mimi simhitaji Farida kwenye maisha yangu, simhitaji tena. Na msimamo wangu ni mmoja tu. Yeye inabidi asaini talaka, aondoke kwenye maisha yangu, aniache ni focus na maisha yangu, naye akafanya maisha yake mengine. Sasa ameamua kuchagua maisha yake bwana, ameenda kuishi huko na watu wengine. Ameamua kufanya uzalilishaji, kunizalilisha kwa watu hapa. Aondoke tu nyumbani kwangu bwana. Na kwaje bwana?
Na hata hivyo mjomba, mimi sasa hivi nimefocus na maisha yangu, niko na mwanamke wangu ambaye nampenda sana. Nadhani hata wewe mwenyewe ulimuona. Sasa hivi ana ujauzito mjomba, inabidi ni focus na kale ka Junior kale. Mwanangu anakuja muda wowote. Nakuja kuheshimisha familia mjomba. Kanoni, mbona hutaki kumsikiliza mwenzio lakini? Lakini kumbuka Farida ni binti mzuri sana na sijui tatizo liko wapi. Kwa nini msikae mkayamaliza? Ni swali lishakuwa gumu sasa. Itabidi nimpigie mama yako simu ili aje tulizungumze. Hiyo nzuri hiyo mjomba. Hiyo nimeipenda sana. Safi. Kwa sababu kama mama anakuja, inabidi na yeye huyu ampigie mama yake. Amlete mama yake hapa ili tukija kukaa kwenye kikao, tuwe pande zote mbili tukae hapa. Kanoni, mimi sioni kama kuna ulazima wa kumuita mamangu eti aje kusikiliza vitu ambavyo havina vichwa wala miguu. Jamani, siwezi kumuita mamangu aje huko. Kwa sababu sioni hata kitu cha maana cha kumsumbua mamangu atoke kule nyumbani na alivyo mgonjwa, aje mpaka huku, alafu asikilize vitu ambavyo havina vichwa wala miguu. Siwezi. Mamangu hawezi kuja hapa. Wewe jiongeleshe tu. Nimesema kwamba lazima usaini talaka zako ndo uondoke. Na kwa kuwa mjomba ameshauri kwamba mama yangu inabidi aje hapa, inabidi na mama yako awepo hapa. Ili kusiwe na mchanganyiko hapa, mkanganyiko wa mambo. Mama yako akiwepo hapa na mama yangu akiwepo, maana yake familia yangu itakuwepo, familia yako itakuwepo. Tutazungumza mambo na tutasainisha hizo talaka, utaondoka. Unataka ungania kwenye nyumba yangu, unataka nini wewe? Wewe saini talaka zako uondoke hapa bwana. Mimi nimeshasema, msemo wangu ni mmoja tu. Farida aondoke nyumbani kwangu baada ya kusaini talaka. Na hataki kuondoka hapa nyumbani kwenda sehemu nyingine kama ilivyofanya mara ya mwisho kufanya upumbavu wake. Inabidi mamangu amkute hapa. Fanya uondoke sasa, ujitoe tena uende kwa ndugu yako mpumbavu mwenzako yule. Utaona. Lazima usaini talaka ndo uondoke nimesema. We Kanoni. Kanoni. Sasa mbona unaondoka kama hatujamaliza haya majambo hapa? Ina maana unanizalau mimi, unaenda wapi? Ya watoto sasa hivi hao. Halo? Subiri kwanza. Sofia, vipi tena? Hivi, naomba niwaulize kitu. Hivi kipindi tunakutana kwa mara ya kwanza, yule mtoto mwanafunzi alikuwa eneo la tukio? Eti Junior? Hapana, mimi sikumbuki, labda umlize Billy. Hapana, sina idea kabisa. Sikumuona mtoto kama yule pale. Kwani kuna nini? Nisikilize. Mnaweza msinielewe hichi ninachokiongea. Ila huenda tunachokitafuta kikao kimepotezwa na yule mtoto. Sophie, usituone sisi kama watoto wadogo. Hivi unachokiongea unakielewa kweli wewe? Yaani yule mtoto mdogo mwanafunzi anausikaje na mtu kupotea? Usitumie kichaka cha mwanafunzi kuepusha hili swala. Yule mtu lazima apatikane na auawe. Tafadhali sana Sofia, usituchanganye. Billy, ndio maana niliwaambia yeye mnaweza msinielewe. Mimi yule mtoto namjua. Yule mtoto ana aina ya mauzauza. Kwa hiyo kuna muda ana maajabu. Kwa hiyo ninachokiongea ninakielewa. Unakielewa nini Sofia? Kaa kimya. Sisi tukifanya jambo letu lazima tufanyikishe. Unatuletea swala ya mtoto? Kwa sisi tunamogopa mtoto? Sisi hatuogope chochote kile. Lazima tufanyikishe jambo letu. Na hapa hakuna kupoteza muda. Inatakiwa tuondoke haraka iwezekanavyo. Lazima huyo mtoto tumtafutie popote pale. Iwe juu, iwe chini. Na lazima tupoteze uhai wake. Nisikilizeni. Hatuna muda wa kupoteza hapa. Twendeni tukamtafute. Binti yangu Farida, mbona upo kwenye hali hiyo? Na maisha mnaishi, mbona sielewi? Mjomba, mimi hata sielewi uko upande gani. Lakini ni sawa, naweza nikakuelezea kilichotokea. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Nilikuwa niko bafuni naoga. Sasa wakati niko bafuni naoga, nikawa nasikia mtu anakimbizwa. Wakawa wanamuita mwizi.
Wakati naendelea kuoga, yule mwizi akawa ameingia bafuni wakati mimi naoga. Akawa amejibanza na wale watu ambao walikuwa wanamkimbiza wakawa wamepita wakaondoka. Sasa wakati wameondoka, wakati anatoka pale anafika mlangoni na mume wangu naye alikuwa anatoka ndani ili aje bafuni tuoge wote. Akawa amemuona. Alivyomuona tuko hiyo siku mume wangu hataki kunisikiliza. Hataki kabisa kunielewa. Anasema kuwa eti yule mwanaume ni mwanaume wangu mimi. Niliamua kumuita ili aje tuoge wote bafuni. Aliyakuwa sio kweli. Yule mkaka mimi simjui. Ni mtu tu ambaye aliingia bafuni kwa ajili ya yeye kujihami. Lakini mimi simjui. Mume wangu hilo hataki kabisa kulielewa. Wala hata kunisikiliza hataki. Mimi nashindwa kumuelewa mjomba. Pole sana Farida. Na nikwambie kitu kimoja. Kwa mazingira hayo, hata mwanamume yoyote ukimwambia anaweza asikuelewe. Labda mwanamume ambaye mwenye upendo sana wa dhati kwako. Lakini kiukweli kwa hili tukio mtu yote hawezi kukuelewa. Lakini mimi nakuamini Farida, huwezi kufanya hivyo. Ni sawa mjomba unachokisema. Lakini mume wangu hawezi kunielewa. Mimi nimeongea naye sana. Nimemuelewesha sana lakini hataki kunielewa. Angalia kama sasa hivi kaenda kuniletea mwanamke mwingine nyumbani kwangu. Amekuwa akinipiga. Ananifukuza mara nyingi sana, ndio maana mimi nakuwa natoka hapa nyumbani. Na yote hayo ni kwa sababu hataki tu kunisikiliza. Lakini mjomba, mimi siwezi kufanya hicho kitu. Aliyekuwa anajua kabisa mimi nimeolewa, tena nimeolewa kwa ndoa. Kwa nini sasa nimfanyie hivyo mume wangu? Ni yeye tu ndo hataki kunielewa, ila mimi siwezi kufanya hivyo mjomba. Pole sana Farida. Naomba ufute machozi. Na naamini hili jambo mimi nitalimaliza. Sawa mwanangu? Naamini haya mambo yataisha, kwa sababu katika maisha au katika ndoa mambo ya kugombana ni ya kawaida mwanangu. Usihuzunike. Sawa mwanangu? Baby Supu huyo. Wow, nilimisi sana mdogo wangu jamani. Nifurahi umerudi. Za huko Nzuri. Kusema kweli Baby Supu, nilikumisi sana. Nikagundua kwamba usipokuwepo hapa kwenye hii nyumba, yani nakosa amani kabisa, pana poa, yani pana boa. Kwa hiyo kwa sasa hivi ulivyokuja, yani jisikia amani. Hata mimi pia nikumisi sana Daipi. Eti? Vipi, mko mnakula nini huko? Yani kule tumekula nyama, samaki, ndizi, tumekula vitu vingi tu. Yani hapa nipo nina furaha Daipi. Wow. Kwa hiyo vipi chakula changu? Ujaenjoy? Nimeenjoy na nikuja hapa nina njaa sana. Daipi, wewe unajua kupika na chakula chako kilikuwa ni kitamu sana, na hapa nilikuja nina njaa. Wow. Kwa hiyo una hakika umeshiba? Ndiyo, nimeshiba. Vizuri. Baby Supu, leo kwenye TV nimeona kipindi kizuri sana cha watoto. Kinaanza saa 10 kamili tu. Kwa kuwa upo leo, tutaangalia wote. Au unasemaje? Unaanza kipindi tu pamoja na kula. Kazi zako Hivyo wewe Epi, dumu la kule uwani kabisa unajua halina maji. Na umekaa tu, unategemea tutafanyie tukitaka kwenda uwani? Dada Kindege, maji yalikata. Ndio maana sikukinga. Kwa hiyo, kama ukukinga, sisi tufanyeje mabosi zako tukitaka kwenda msalani? Tunaendea kichwa chako? Auntie Kindege, mbona mimi nimeingia chooni nimekuta maji yanatoka na nimeingia tena nikajaza beseni lote? Auntie Kindege, mimi nimekuta maji yanatoka bafuni. Maji yametoka? Ndiyo, na nimekinga beseni limejaa. Nisikilize wewe. Sipo kwenye utani na wewe. Ni siku ya pili maji ume yatoke. Wewe umeyakuta yanatoka wapi?
Nimeyakuta yanatoka bafuni, nikachukua beseni nikajaza kabisa. Unataka kuniambia umejaza maji kule uani? Wewe umeanza kunitania. Sasa ngoja nikaangalie, nisipoyakuta maji uani, nadhani kazi yangu naijua. Takuja nikugeuze chips. Subiri hapo. Wewe Bisupu, unahakika maji yanatoka kweli? Ndio yanatoka. Jamani baby Supu. Eti kakinga kwani maji yamejaa? Kwa hiyo wewe ulifika kwa uta maji yamejaa na ukakinga kabisa? Ndio. Yaani leo umenifurahisha wewe. Hebu gonga hapa. Yaani umenifurahisha sana maana nilikuwa nawaza huko uani naendaje. Hebu gonga tena. Aya ngoja mimi niende. Ila leo Sambuvu imeongea ukweli. Aya. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza ukajipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhandle. Ukituma pesa unaungwa. Ila Chris Bando ana namba 4 na sisi tutakutajia namba 2 na zingine 2 tutakuandikia hapo chini, ambazo ni 06 15 75 43 03 na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa, kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako, kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando, bei kitonga! Dada, mimi nimekuita ili tuweze kuzungumza kuhusu hawa watoto. Maana mimi nimezungumza nao, lakini hawataki kunielewa kabisa. Tena hususan huyu Kanoni. Sababu Kanoni anasisitiza kumpa mwenzie talaka, hali ya kuwa mwenzie hataki. Sasa nimezungumza nao, nimewashauri, lakini hawataki kunielewa. Nimekuita wewe ili tuzungumze. Labda wewe ukizungumza nao watakuelewa. Kaka, sasa kama hawataki kukuelewa wewe, hivi sisi tunaweza tukamaliza hili swala? Linabidi liishie kama lilivyo nkaanza. Lilianza pamoja na wazazi wake. Kwa hiyo watafute wazazi wake au wapigiwe simu waje hapa, mama yake na mjomba wake waje hapa tulimalize. Lakini kwa hivi tu halitaisha, kwa sababu wakati tunawaozesha waliwepo na wazazi wake, mama yake Farida na mjomba wake Farida. Kwa hiyo inabidi waitwe ili tuyamalize. Ni safi. Yaani hii ni nzuri, nimeipenda sana. Kama inabidi kumpigia mama yake na Farida, inabidi aje kweli. Apigiwe simu, afike hapa tuje tuyazungumze haya. Kwa sababu mama, mjomba, Farida kafanya mambo mengi ambayo kiukweli siwezi hata kuyazungumza. Kwa sababu ni masuala ya aibu sana. Yaani Farida amejua kunidhalilisha. Amejua kunifanya nifezeke kwenye mtaa wangu. Sasa hivi nakuwa yani kama vile ninanuka tu, yani kama vile mtu akikuona anakusonta kwa mkono. Mama, mimi sio kusonta na mkono, mimi nilikuwa na heshima zangu mama yangu. Hivi mama, toka umekuwa wewe au mjomba, ushe kuona mwanamke anatoka nyumbani kwake kwenye familia yake, anaenda kuishi kwa mwanaume mwingine na ana ndoa ambayo ni halali kabisa? Lakini Farida ameweza kufanya hivyo. Kaamua kunidhalilisha sana mama. Kwenye hili mimi siwezi kukubali. Kwa kweli aliamua kufanya hivyo. Hapa ubaya unalipwa kwa ubaya. Kiufupi mimi simtaki Farida na sihitaji aendelee kuwepo kwenye maisha yangu. Inabidi aondoke kwenye maisha yangu kabisa. Na hata hivyo mama, ukizingatia pia mimi sasa hivi na mwanamke wangu na ujauzito, hata mjomba analifahamu hilo. Kwa hiyo mimi sasa hivi na maisha yangu mengine nimesha focus na maisha mapya. Kwa sababu yeye aliamua kuondoka na kuniacha, ni bora nibaki mwenyewe kwenye nyumba yangu na mke wangu, nianze kulea tu ujauzito, tupate mtoto wangu hapa, ni waheshimishe, mpate mjukuu mama.
Hivi wewe Kanoni, ina maana unaongea tu hata uso wako uonyeshi kabisa kuwa na aibu, si ndio? Ni mabaya mangapi ambayo umenifanyia mimi sijayasema? Hujiulize kwa nini sisemi mbele ya wazazi wako? Sisemi mbele ya mama, mbele ya mjomba, hapo sisemi vyote ambavyo wewe umenifanyia. Au unataka kujisaulisha kwamba wewe ndio umenipiga pale umenizimisha, si ndio? Amekuzimisha? Ndio mjomba. Huyo Kanoni ndo kanipiga pale amenizimisha. Na alivyo hana aibu. Kanipiga afu bado akamwambia yule mtu aondoke na mimi. Kwa hiyo mimi hapa sikuondoka nyumbani kwa kupenda. Nimeondoka kwa sababu yeye ndo kanipiga na amenigawa kabisa bure. Kwa hiyo muulizeni tu yeye mwenyewe ndo atasema ukweli. We Kanoni, kwa nini umemzimisha mzee? Na unapata hapo ujasiri wa kumpiga mzee mpaka kumzimisha? Hapana mjomba. Mimi sikumzimisha makusudi. Sema itokea kama bahati mbaya. Unajua sijazungumza mengi, lakini hapa katikati kulikuwa na mambo ya sintofahamu mengi sana. Kuna kipindi ilitokea hapa, huyu alikuwa anatoka na jamaa mmoja hivi ambaye ni hawala yake. Kwa hiyo ilitokea mushkeli hapa, tukazozana, tukaleta ugomvi katika harakati za kugombana. Basi nikawa nimechukua gogo, nikataka kumpiga yule jamaa, lakini huyu akaingilia kati, nikawa nimempiga kwa bahati mbaya. Sikupanga kumpiga. Hivi Kanoni, mbona muongo sana wewe? Yule mkaka amepita hapa amekuona pale ananipiga. Au sio hivyo? Nisikilizeni jamani. Mimi hiyo talaka siwezi kusaini. Kwa sababu mume wangu nampenda na ndoa yangu naipenda vile vile. Kwa hiyo kama anataka kusaini ya saini yeye mwenyewe talaka hiyo. Kwa sababu amekuja yeye mwenyewe nyumbani, amenioa mimi na siku ambayo amenioa kaniahidi vitu vingi sana. Kwa mimi kama mwanamke, kama mtu ambaye naipenda ndoa yangu, kwa kweli siwezi kusaini. Siwezi kuvunja kabisa ahadi ambazo mimi niliahidi siku ya ndoa yangu. Kama nataka kusaini talaka, saini mwenyewe. Ila mimi siwezi kuachika. Kanoni, mbona wewe hutaki kutumia akili za kiume? Wewe unapongangania kwamba kumpa talaka Farida, unategemea zile mahali zetu ndo zitarudi? Kwa nini usikae na mke wako, mkayazungumza yakaisha? Hivi kama mfano, ingawa kila kwenye ndoa watu wakigombana wanaachana, kila kigombana wanaachana, ndoa zingedumu? Jomba, tumia akili. Kugombana kupo tu katika maisha, kwa sababu usizanie watu wanavyokaa kwenye ndoa miaka yote hawagombani. Mimi mwenyewe unavyoniona nagombana na shangazi yako, lakini tunayamaliza na anaisha. Si hivyo dada? Kaka, utambue kwamba Farida anampenda sana Kanoni. Lakini Kanoni ni mkorofi. Yaani Kanoni akiamua jambo, kwa kweli kulipingua inakuwa shida sana. Hapa la msingi, Farida aite wazazi wake, mamake na mjomba wake. Kama tulivyoanza, ndipo tutakavyomalizia. Hivi vitu hayawezi kuisha. Kanoni, unapong'ang'ania hili swala la talaka kusainiwa, tambua kwamba sisi tuko upande mmoja. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusaidia chochote mpaka waje wazazi wake Farida, ndipo ataamua au ndipo tutalimaliza. Hilo utambue hivyo. Alafu utambue makosa yote wewe ndio msababishaji. Wewe unang'ang'ania talaka tusaini. Tutasainije? Umempiga wewe. Hivi kama ungemuua ungeiambia serikali kwamba sijui nilitaka nimpige yule ndio nikakosa kukupiga wewe. Serikali ingetambua hivyo? Umfukuze wewe, si umlete mwanamke, alafu mbaya zaidi unakuja kutangaza kwenye kikao hiki kusema yule mwanamke sijui mjamzito, mimi na mtoto wangu pale. Sijui ufanyeje? Wewe unaweza kaongea maneno mbele yangu mimi? Unanizarau? Wakati wake huu. Tambua Farida anakupenda. Anakosea. Wewe unajua wewe anayekuja ana tabia gani? Jiongeze. Mama, mimi nimeshazungumza. Msimamo wangu ni ule ule. Kama haiwezekani kufanyika hilo swala ambalo ninalizungumzia hapa, mimi siwezi kukubali kabisa, na wala haya mambo hayatakuja kukaa sawa. Apigiwe simu mama mkwe aje hapa. Kama asipokuja mama mkwe, maana yake hili swala tuwezi kulizungumza likaisha. Hamna namna yoyote ile. Lazima zije pande zote mbili zikae hapa tuzungumze yaweze kuisha hapa. Farida asaini hizo karatasi zake za talaka, aweze kuondoka nyumbani kwangu, sababu mimi nimeshamchoka, simhitaji tena kwenye nyumba yangu. Kwa sababu akiendelea kukaa hapa nyumbani kwangu kwa jinsi hivyo na tabia za kijinga huyu, kwa siku nitampiga, nikamatwa na polisi, niende nikafia jela huko mimi. Nifungwe nikafia huko jela. Mama, nimaliza. Nakuaje bwana? Kanoni. Unaondoka kabla kikao kisha? Wewe Kanoni unanizarau? Dada,
Simona dharau za mwanao hizi. Ndio kila siku nikiongea naye ndio hivi hivi. Farida binti yangu, kila kitu kitakwisha. Masikia? Wewe wapigie simu tu wazazi wako waje hapa tuyamalize. Umenielewa? Shikamoo Jeni. Kindege. We Kindege. Abe. Njoo udugu. Sawa. Jeni, kumbe umefika. Habari yako? Salama za hapa. Salama. Udugu. Naona usiyempenda kaja. Ndio hivyo. Wandewa washaingia. Yaani wenye mji washaingia. Amekuja lini? Ndio hivyo kamaliza tu tour yake huko ndo kafika hapa. Wewe Supu. Toka. Wejeni. Vipi kuhusu mpango wetu umeendaje? Mpango umeenda vizuri tu. Na sasa hivi wale vijana nimeshawapata. Hata hivyo ile hela ulionikabidhi nimeshawapa. Kwa hiyo mchezo unaisha hivi karibuni na mpango tayari uko mezani. Nisikilize Jeni. Yaani si tutaka masiara kabisa kwenye hili swala. Kumbuka nimetia pesa hapo. Yaani fikiria mpaka nikatia pesa jua niko serious. Sitaki masiara. Wewe usijali. Sasa hivi hatucheki na yeyote. Yaani kazi tu. Lazima tumalize hii kazi mapema. Basi sawa Jeni, nakuaminia na ninakuahidi kuwa endapo likafanikiwa hili swala nitakuongeza hata wewe pia pesa. Wow, nitafurahi sana. Na hivi hichi kitoto kimeshajileta chenyewe. Kwa tunakimaliza sasa hivi. Maji. Akikanyaga maji anatoka. Maji yanatoka? Ndio. Jeni, sikia. Acha nikakinge maji afu nitarudi tuongee. Basi sawa, usijali. Wewe. Wewe. Uoni au? Wewe vipi? Yaani watu tumevurugwa, tumechanganyikiwa na mambo yetu kichwani. Unafika unanipalamia, hauoni wewe? Sikuuliza. Naomba nisamehe kakaangu. Hapa nilipo na matatizo. Una matatizo? Yapi hayo? Ndugu yangu anataka kuniua. Naomba nisaidie. Hivi uko sawa sawa wewe? Zinachaji. Unatumia kilevi labda? Bangi? Wewe kama hautumii moshi wala hauvuti shisha, huwezi kuniambia taarifa kama hizo. Kwa sababu nikikuangalia ulivyovaa, yaani hizi nguo zako za special hizi, mtu hataki kukuua kwa sababu zipi za msingi? Una nini cha kukuibia wewe au kutaka kukuua? Nini wewe anataka kukuua nacho? Hakuna mtu anaweza kutaka kukuua wewe kwa unavyoonekana hivyo. Labda kama ungekuwa mfanya biashara, unafanya biashara ya madini au biashara nyingine yoyote ile, lakini unavyoonekana hivyo, bogus kabisa. Sema shida yako nini wewe? Najua huwezi kuniamini. Lakini naomba nisaidie kakaangu. Unataka nikusaidie nini labda? Naomba nipeleke kwako nikapumzike. Kwangu? Unanitaka au? Wewe. Mimi nimeoa.
nina mke wangu na nampenda sana. Yaani mke wangu nampenda mno. Kwanza mke wangu mimi ni mzuri kuliko wewe. Kwa hiyo nampenda sana. Kama kuna mtu akakutuma uje kunijaribu, mimi sijaribiwi kwa namna yoyote. Nenda kamwambie, jamaa kanambia ameoa. Kwa hiyo taarifa ni moja tu. Mimi na mke wangu nampenda na usinichanganyie taarifa. Kakaangu, si wapo kwa ajili ya kuongea mambo ya mapenzi. Ni wapo nahitaji msaada wako. Unataka msaada gani wewe? Usinichanganye unajua. Mimi na mambo yangu kibao yamenichanganya hapa. Potea. Kichenjile, ile pesa nilokuahidi kwamba nitakupatia tayari nimeshaipata. Kwa hiyo hii hapa. Farida, hiyo pesa yote umeitoa wapi? Kichenjile bana, nimeuza vile vitu ambavyo nilikwambia. Kwa hiyo nilipata mtu wa kuvinunua, nimeviuza, ndio maana nimepata pesa. Hii hapa chukua. Farida, hapana. Yaani kama umeuza vitu ambavyo ulikuwa umeniambia, utakuwa umeuza vitu vingapi? Si utakuwa umeuza vitu vingi sana. Hapana Kichenjile, lakini sema tu vile vitu vilikuwa ni vya thamani sana. Kwa hiyo kila kimoja kilikuwa na bei sana, ndio maana unaona pesa zimekuwa nyingi. Wewe chukua bwana. Hapana Farida, hapana. Pesa nyingi sana. Mimi siwezi nikachukua pesa yote. Yaani pesa yote wewe unataka unikabidhi mimi? Hapana Farida. Sasa kama pesa ni nyingi, wewe ulikuwa unataka shilingi ngapi? Mimi nilikuwa nataka 500,000. Lakini sasa Farida, hiyo pesa nyingi, alafu isitoshe mimi na mdogo wangu Sebiga kuna pesa pia tulikuwa tunadunduliza tulikuwa tunapata. Sasa kama vipi hapo tuge 150,000 tu tutaenda kuongezea kule, tutapeleka hospitalini. Lakini hiyo pesa nyingi sana Farida. Hapana, pesa nyingi sana. Mimi nige 150,000 tu, nyingine tutaenda kuongezea kule. Nisikilize Kichenjile. Unajua mimi nafanya yote haya kwa sababu tu nataka kufanya wema. Moyo wangu wenyewe unasema kabisa unikusaidia, yani moyo wangu umeridhika kabisa kukusaidia. Kwa hiyo mimi yote haya nafanya tu ili niweze kutenda angalau hata na mimi wema kidogo. Kwa hiyo wewe chukua, hebu chukua bwana. Hapana Farida. Farida nisikilize, sawa? Mimi nimeshakwambia hiyo pesa ni nyingi sana, mimi siwezi nikaichukua pesa yote hiyo. Wewe cha kufanya mimi nige tu hiyo 150,000 afu nyingine sisi tuenda kuongezea. Kwa sababu gani? Hiyo pesa ni nyingi afu isitoshe mimi siwezi nikashika pesa yote hiyo Farida. Wewe nige tu hiyo nusu afu nyingine wewe baki nayo. Kichenjile, mimi mwenyewe tu ndo nimeamua kukusaidia. Kwa hiyo ile pesa ambayo umesema kwamba mko nayo, dada akishatoka hospitalini najua mtaambiwa kumnunulia vitu vingine. Mtatumia hiyo, lakini hii kamchukua dada hospitali. Farida, tangia nizaliwe sijai kushika 500,000 cash hivi. Pesa unajua nyingi sana hii Farida. Kika Mungu leo ametuona kimaisha ya kweli. Asante sana Farida. Farida, sijategemea kabisa, asante sana. Kichenjile, nisikilize. Naomba wahi mkamleta dada nyumbani. Sawa? Sawa, asante. Sawa, sijali. Sawa, asante, bye. Bye. Kaka Kichi, unaweza ukaniambia furaha yetu unaitoa wapi? Naitoa wapi? Yaani kwa furaha niloko nayo. Ngoja na mimi nikushirikisha furaha yangu. Tulia. Kaka. Kaka, si pesa hizo? Pesa hizo unaonaje? Kaka, si milioni hiyo. Milioni? Hii ni 500,000. Mungu, asante Mungu Baba kwa kutuona. Asante. Yaani kama ningekuwa najua kucheza ni Kaka, unataka kuniambia umetoa wapi? Umetoa wapi? Farida huyo. Farida, Igwe baba, Igwe baba.
Ndio maana Farida mimi namkubali kaka, ndio maana Farida mimi nilikuwa namkubali toka mwanzo kaka. Yaani ninavyokuambia, leo Farida akaniambia tukutane. Nikaenda kukutana naye bwana. Akaniambia ukichini ile pesa kwenda kumtoa sisi hospitalini nishaipata. Nikamwambia umeipata wapi? Akaniambia zile vitu nilikwambia kwamba nitaenda kuviuza, nimeshaviuza. Akaniambia chukua ile. Nikamwambia hamna, sio kushika pesa kama usitaki. Akaniambia mna kichinje shika. Nikamwambia mna Farida mimi sio pesa nyingi sana umeitoa hapa. Akaniambia nimeuza vitu. Taratibu. Wewe. Umeona? Akaniambia shika. Akaniambia basi sawa, nikashika nilivyoishika sasa. Kwanza nimetetemeka, sasa kushika pesa nyingi hivi. Nikashika kwanza pesa. Akaniambia sasa nenda hospitalini nikamtoe sister. Lakini kaka, hujamwambia kwa tuna pesa nyingine 350 huko ndani, hujamwambia? Nimemwambia ngambia Farida kuna pesa nyingine sisi tunao, tumeichanganya kama inasebika. Tukae sisi 1,500 tu. Tuongezee. Akasema hamna, mgonjwa kutoka hospitalini lazima apate matunda, siku 2-3 lazima ale vizuri. Kwa ngambia Farida wewe, sema nirudi chukua hela zako. Ngambia hapana, nenda nazo. Basi akasema kaka Farida abarikiwe kaka, abarikiwe kaka. Ndio mimi namkubali sana Farida. Kwa hiyo anakuja lini? Anakuja lini? Anakuja lini? Yeye akasema kwamba sasa hivi unatoka mtoa sister, lakini hatakuja. Sasa hivi tuweke kwanza mambo sawa. Na tukuzingatia sasa. Kwa sababu tunaenda hospitalini. Leo uendi peke yako. Leo safi. Leo boss mimi naingia. Kaka utanitoa jicho taratibu, taratibu kaka. Hapa naenda. Tunavaa vizuri. Afu tunafika pale sasa. Tinga zile suti za kipaimara zile. Nafika pale sasa. Kibosi. Afu nafika pale. Mhudumu. Daktari yupo wapi? Yaani tunaenda kuvimba kaka. Nikifika pale, naambia sasa, daktari, chukua pesa zako. Kaka nimesema taratibu, taratibu. Yaani kwa fulani uko nayo. Bila kupoteza muda tuondoke ndani nijiandae. Tuondoke. Hana muda. Pale nani? Jamani. Lazima nikwambie. Hello, mambo vipi? Hivi unajua kuwa ukiwa na line Halotel unaweza kujipatia GB 5 kwa shilingi 7,000 tu. Na hizo GB 5 zitadumu ndani ya mwezi mzima. Ndiyo, na GB 7 kwa shilingi 9,000 tu ambazo zinadumu ndani ya mwezi mzima. Najua unashangaa, huo ni unyama Chris Bando. Chris Bando, sifa yake ya kwanza ni muaminifu. Anajua kuhendo. Ukituma pesa, unaungwa. Ila, Chris Bando ana namba 4. Na sisi tutakutajia namba 2. Na zingine 2 tutakuandikia hapo chini. Ambazo ni 06 15 75 43 03. Na nyingine ni 07 66 58 65 27. Ndiyo, na hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando. Lakini sasa, kama utataka kutuma pesa kwa ajili ya kuungwa kwa vifurushi vya Chris Bando, utatakiwa kutumia lipa namba tulizokuwekea hapo chini. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kufanya muamala huo, hakikisha una screenshot muamala wako, kisha unamtumia Chris Bando. Na baada ya kumtumia, hapo utakuwa umeungwa. Chris Bando, Bei Kitonga!